ligi, aina ya ushindani, lakini pia aina ya uwekezaji. Ukiangalia awali yote walikuwa ni miongoni mwa wapinzani wagumu, kwa sababu ukiangalia ligi yao iko vizuri, ni ligi namba 7, sisi tuko ligi namba 6, lakini pia imechukua nyota wengi kutoka maeneo tofauti tofauti, nyota wenye experience, ingawa ukiangalia bado wanakosa utimamu, lakini kwa kile ambacho wanacho, kwa uwezo wao binafsi, umeweza kuona pamoja wanapoteza, lakini unaona timu ambayo ilikuwa inaweza kufanya kitu. Kwa hiyo ukiangalia Waliete ukaja kuikompea na Silver Striker, unagundua kabisa kwamba Waliete walikuwa ni bora. Yaani ilikuwa ni mechi ambayo pengine ingefuata bali Yanga baada ya kutoka mechi ya kwanza angekutana na Waliete, lakini kwa hiki ambacho tunacho nafikiri Yanga atakuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kufuzu katika hatua ya makundi, kwa sababu ya uzito wa kosi chake, ubora wa mtu mmoja mmoja, lakini pia na hata investment yake ni kubwa compare na timu ya Silver Striker kutoka nchini Malawi. Bana, ni matumaini yangu buheri wa afya mwana michezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Enjoy tukujuze kile ambacho tumekuandalia mimi pamoja naye Dominic Salamba. Hii ni baada ya Young Africans kufuzu hatua inayofuata. Je, anakwenda kukutana na nani? Uko tayari kuwajua wapinzani wao? Basi ungana nasi sako kwa bako ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote ile, yakiwa na pungufu kubwa mno na Helabet. Helabet bwana ni kampuni ambayo inakupa wewe faida maradufu. Yani ni kampuni ambayo ukichagua tu kujiunga nayo wanakupa bonus bab kubwa mpaka shilingi 300,000 za Kitanzania. Tiketi yako wakati unajiunga utaandika neno Salamba kwa herufi kubwa pale kwenye promo code ili uweze kujishindia kitita hicho cha shilingi 300,000 za Kitanzania. Ni rahisi mno utapoamua kujiunga. Fanya hivyo ili uweze pia kuokota 300,000, lakini pia utakuwa mwanafamilia wa Jamvika na Salamba. Utakuwa wewe kazi yako ni moja tu, ukiamka unasubiri Jamvika na Salamba wakupe mkeka, alafu utabeti ama utabashiri kupitia Helabet. Hii haijawahi kutokea. Nasemaje? Hii huenda hauijui kabisa. Dominic Salamba, kwa habari za wakati huu bro? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima upo na ulalamiki? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, ni jambo la kumshukuru Mungu kama afya yako ni njema kweli kweli. Hatimaye imejulikana kama sikufahamika nani anakwenda kucheza na nani. Young Africans baada ya kutinga hatua inayofuata anakwenda kucheza sasa na Silver Striker. Hawa ndio wapinzani wapya wa Yanga na hapa Yanga ndio atakwenda kukata tiketi ya kutinga hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo target yao msimu huu ipo hapo. Mimi nataka tusipoteze muda Salamba, tujuze Young Africans kwenye raundi hii inayofuata anakwenda kukutana na kipimo cha aina gani na nafasi yake imekaje? Nafikiri ukiangalia kwa maana ya experience, kwa maana ya ubora, bado Yanga utawapa nafasi, kwa sababu ukiangalia hawa Silver Striker ni timu kutoka Malawi, wanacheza na timu kutoka Madagascar, Elgeco Plus, ambao katika mechi ya kwanza walitoka 1-1 ugenini kwa Madagascar, lakini mechi ya pili ambayo imemalizika siku ya leo saa 10 imetoka matokeo ya goli bila kufungana. Kwa hiyo ukiangalia Silver Striker anapata nafasi ya kuweza kuingia kwenda kwa hatua inayofuata kutokana na uwepo au manufaa ya goli la ugenini ambalo lilipata katika mechi ya kwanza. Hii ni timu ambayo iko pale Lilongwe Malawi, na ukiangalia ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikifanya vizuri kwa siku za karibuni. Lakini bado ukiangalia kwa soka la Malawi jinsi lilivyo, kiliangalia na soka la Tanzania, lakini hata kikosi chao unagundua bado Yanga wana nafasi kubwa kuweza kuingia makundi. Tukiangalia kwanza tutaangalia aina ya ligi, aina ya ushindani, lakini pia aina ya uwekezaji. Ukiangalia awali yote walikuwa ni miongoni mwa wapinzani wagumu, kwa sababu ukiangalia ligi yao iko vizuri, ni ligi namba 7, sisi tuko ligi namba 6, lakini pia imechukua nyota wengi kutoka maeneo tofauti tofauti, nyota wenye experience, ingawa ukiangalia bado wanakosa utimamu, lakini kwa kile ambacho wanacho, kwa uwezo wao binafsi, umeweza kuona pamoja wanapoteza, lakini unaona timu ambayo ilikuwa inaweza kufanya kitu. Kwa hiyo ukiangalia Waliete ukaja kuikompea na Silver Striker, unagundua kabisa kwamba Waliete walikuwa ni bora. Yaani ilikuwa ni mechi ambayo pengine ingefuata bali Yanga baada ya kutoka mechi ya kwanza angekutana na Waliete, lakini kwa hiki ambacho tunacho nafikiri Yanga atakuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kufuzu katika hatua ya makundi, kwa sababu ya uzito wa kosi chake, ubora wa mtu mmoja mmoja, lakini pia na hata investment yake ni kubwa compare na timu ya Silver Striker kutoka nchini Malawi. Na kwa mujibu sasa wa ratiba jinsi ilivyo, Young Africans anakwenda kucheza nao hawa Waliete, lakini ukitazama vizuri Silver Striker, Waliete ndio timu ambayo amemalizana nayo. Yanga hapa anakwenda kuanzia wapi? Bado sijafuatilia kutokana na ule mpangilio wa ratiba, lakini katika yale bado ukiangalia
kwa jinsi ilivyo tu katika kutokana na rank na faida, Yes. automatically Yanga itabidi anzie ugenini, kwa sababu kuna wakati wanakuwa wanatoa favor kwa hizi timu ambazo zimekaa katika nafasi za juu za ubora. So ukiangalia Silver Striker na Yanga, Silver Striker hata kwenye 20 bora 30 bora hayumo. Kwa hiyo obviously Yanga atakwenda kuanzia ugenini ili aweze kuja kuanzia meza. Lakini katika hatua za kule mbele ukishafika robo finali na kuendelea, kwenda wanakuwa wanapanga ule mchakato mzima kwamba kutoka hapa utakutana na nusu finali. Kwa wakati mwingine ile ya ukubwa inakuwa iko tofauti. Katika hatua za awali kama watakuwa wajibadilisha, Yanga obviously atakuwa anaanzia ugenini na kuja kumalizia nyumbani ili aweze kutumia advantage ya kuwa juu kwenye renki za mpira barani Afrika. Ndio. Bana tujuze Dominic Salamba, wapinzani hawa wa Yanga ambao wanatokea Malawi. Unajua tumeshazoea kila sehemu huwa kuna asili ya soka lake. Young Africans, mashabiki, wanachama na Watanzania wanataka pia kufahamu japo kidogo, Domi, ni soka la aina gani linapatikana pale Malawi, kwa maana ya kwamba Young Africans watatarajia kukutana na wapinzani ambao aina yao mara nyingi ya kimchezo inakuwa 1 2 3, tukiachana na ile mifumo ya makocha. Nafikiri Malawi ni miongoni mwa mataifa madogo ambayo yanapatikana kusini. Unaona ukitoka pale Mbeya unafika pale Malawi. Ndio. Na tunakuwa tunapakana nao kwenye ziwa Nyasa. Ni nchi ndogo iko pale, lakini ina asili ya watu ambao wanafanana na Watanzania kwa sehemu kubwa. Ni watu wake hawana miili mikubwa, wana miili midogo midogo, lakini ni miongoni mwa nchi ambazo zina usudu nasema kucheza toto football. Wanapenda kupossess mpira, wanapenda kucheza mpira sana, na kuna baadhi ya nyota kutokea Malawi, lakini pia tulikuwa tuna walimu kama kina Jack Chamangwana na wengine. Kwa hiyo ni watu ambao wanaamini katika umiliki wa mpira, kucheza open play, na hasa wakitumia mifumo wa 4-3-3. Timu zao nyingi sasa tunafahamu pale wana timu kama Big Bullet ambao tumekuwa tukisikia mara kwa mara ikija Tanzania ikicheza hapa, lakini pia wana timu kama ni Mighty Wanderers, iko pale timu nyingine nyingi. Kwa hiyo ukiangalia kwa ambavyo ilivyo Silver Striker ambayo katika mechi 17 za msimu uliopita walikuwa na point 36 na kwa nafasi ya 3, unagundua kwamba na wenyewe ni timu ambayo imetengenezwa kwa sehemu kubwa na vijana. Wana vijana wengi sana kwenye timu yao ambao wako nao hao vijana, na wanapenda kumiliki mpira. Kwa hiyo ni toto football. Kitu pekee ambacho nahisi kitakwenda kuwasumbua kwa Yanga ni kwa upande wa fiziki, kwa sababu ni watu ambao hawawezi sana kwenye kuwania mpira ya 1 against 1 ile. Ikija mpira ya 50 kwa 50, Yanga watakuwa wana advantage kubwa. Kwa hiyo ni Yanga wanakwenda kukutana na timu ambayo inapenda kucheza. Kwa hiyo kwa aina ya soka la Yanga na nyota wake, na waona Yanga wakiwa na nafasi kubwa kuweza kutinga tu makundi kwa bora mkubwa. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo tunapata faida za wapinzani hawa wa klabu ya Yanga, kwa maana ya Silver Striker ambao watakwenda kucheza na hatua inayofuata na Young Africans. Lakini matumaini makubwa kwa ubora wa klabu hii ya Yanga, basi huenda Young Africans ikakata tiketi ya kucheza hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Maana mpaka muda huu nikukashia Cisco, katika ligi ya Malawi ambayo ina timu 16 kama za kwetu. Maana ukiangalia hawa Silver Star wapo nafasi ya 3. Wakiwa wana alama 36 nyuma ya Big Bullet ambaye ana alama 40 katika mechi 17. Lakini pia kuna Mighty Wanderers wana mechi 17 wakiwa na alama 39, na Silver Striker wako nafasi 3 wakiwa na mechi 17, huku wakiwa wameshinda mechi 10, wamedraw 6 na kufungwa 1 na kuwa na alama 36 katika ligi ambayo ina timu 16. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri kwa sasa katika soka la Malawi, lakini ndio kana vyozungumza kwamba ni ligi ambayo ukiangalia kwa nafasi kubwa sana haina ubora kumpea na ligi ya Tanzania, kutokana na aidha viwango, lakini pia na uwekezaji ambao unafanyika katika soka letu tumepiga hatua. Kwa hiyo inaweza kuwa ni surprise kuja kushangaza, lakini katika la kawaida bado unaona Yanga kwa nafasi kubwa ya kuweza kusecure ushindi na kuweza kutinga hatua inayofuata. Ndio. Na hapo sasa tunapata picha Salamba, huo ni msimamo uliotupa hapa wa mwaka huu, si ndio? Yaani msimamo wa hivi karibuni kwa maana ya ligi yao kwa msimu huu wa mwaka 2025-26. Wakati huo ukija kwenye ligi ya Tanzania, Yanga yanashika nafasi ya 5. Kwa hiyo anakwenda kukutana na nafasi ya 3. Hii inatupa picha kwamba wote wako vizuri, nafasi ya 5 na ya 3 kwenye mataifa yao. Nafikiri sisi ligi yetu ilichelewa kuanza. Nafikiri ligi nyingi zimeanza muda mrefu. Sisi tumeanza ligi mwezi wa 9. Ndio. Hata ligi nyingi zimeanza mwezi wa 8 huko nyuma.
hapa unaangalia mechi 17. Okay. Sisi ndio kwanza tuko Yanga ana mechi moja na mechi nafikiri mechi moja na timu nyingi zina mechi mbili kama sio tatu. Kwa hiyo bado kwa uwiano wa mechi kwamba Yanga ndio ligi imekuwa imeanza lakini wao wapo katika mechi 17 na katika mchezo wameweza kushinda mechi 10, wametoka sare 6 na kuweza kufungwa mechi moja. Kwa hiyo kwa maana ya compare kwa nafasi haiwezi kuwa sahihi kwa sababu hamna uwiano kwa idadi ya mechi 17 kwa mechi moja, bado haiwezi kuwa kigezo kizuri cha kufanya uweze kufanya comparison. At least kama ingekuwa labda mechi 17 kwa 16 15 unaweza kupata uwiano wa kuweza kuona wako katika nafasi gani. Okay. Itosha kusema kwamba ukiangalia utagundua kwamba ni wapinzani tofauti, lakini bado niseme kwamba Yanga ana nafasi nzuri sana ya kuweza kusekiwa. Na nilikuwa nasikia baadhi ya watu wakizungumzia kuhusiana na issue ya pengine kocha amekuwa ana uwezo mzuri uko mpea na makocha kama kina Gamondi. Yes. Na ni Gamondi amekuja Singida. Iangalie Singida hii inacheza kama Yanga? Hapana. Kwa nini? Nafikiri nakuuliza wewe. Mimi naona ni wachezaji. Sio wachezaji, si ndio kunao kina Ucho hawa. Si ndio kina Chama hawa. Si ndio kina Kisoke Bagi hawa. Kutengeneza rhythm ya timu sio jambo ambalo unaweza kulipata katika usiku mmoja. Okay. Hiyo lazima mashabiki wa Yanga na mashabiki wa mpira wa miguu waweze kujua. Timu haitengenezwi hivyo kwa siku moja. Ndio maana Gamondi amekwenda pale mpaka kasibana na struggle. Ukiangalia uioni ile kama pengine tunategemea angeweza kuhamisha ule mpira wa Yanga au upeleke Singida. Kwa nafikiri ni swala la muda, atahitaji muda aweze kuweza kuchange baadhi ya vitu mpaka aje kutengeneza ile mbana kuwa anahitaji. Ni kitu ambacho kitachukua muda mrefu kuweza kupata kwenye timu, sio ambacho unaweza kupata pengine overnight au ndani ya mwezi mmoja. Kwa hiyo itosha kusema kwamba athari kubwa tuliyopata katika timu zetu ni kuchelewa kwa maandalizi ya msimu. Hii ni athari kubwa sana ambayo takiwa tuizungumze na tuangalie namna ya kuweza kuepusha haya mambo, kwa sababu naamini kwamba ingekuwa tumekwenda vizuri kwa ratiba ya awali bila kutokea yale mazongezonge ya mechi Simba na Yanga, timu zingepata muda wa kwenda mapumziko, wachezaji wangepewa hata wiki 2 za mapumziko na bado wangeanza mapema, na tukizingatia kwamba tulikuwa tunajua fika tunakwenda kuandaa au kuanza mechi za chani zikwanza tusubiri kwa ligi yetu iishe mapema mwezi Mei. Ingeisha mwezi Mei, manake timu zingeanza maandalizi mapema mwezi Juni. Huku baadaye inakwenda kuanza chani kwa ule mwezi mmoja. Watu wanakuwa washakutana na wanatokea kwenye timu zao kwenda kujiunga na national team. Lakini imekuwa tofauti, kwa hivyo kuna kitu cha kujifunza. Ile athari iliyotokea pale watu hawazungumzii, imekwenda kuathiri timu zote hizi kubwa kutokana na ukosa muda wa kutosha wa kufanya maandalizi. Bana, Salamba Dominic, mimi nikushukuru sana. Lakini si vibaya sana kama ukitujuza pia ni kwa namna gani tutaendelea kufurahia kama siku enjoy ufalme wa Maokoto na Jamvika na Salamba. Nafikiri Jamvika na Salamba inaendelea kuwa bali ya mjini. Kifurushi cha VIP kinafanya vizuri sana sasa hizi, vizuri almost katika siku 7 siku 6 tumekuwa tukitoa, na kuna baadhi ya watu wamekuwa kizungumza kwamba mbona mnatoa odds chache. Nataka niwaambie tu kwamba elimu ya probability, as much as unapoongeza odds ndipo watengeneza uwezekano wa kufungwa na kupoteza. Sisi tunachokifanya nataka watu watengeneze vitu ambavyo vitakuwa viko sure. Tuwekee odds ambazo zina uwezekano mkubwa wa kuweza kutoka. Kwa cha kufanya ni kuendelea kujiunga kupitia platform zetu zote ambazo tunatangaza. Lakini pia unaweza kwenda kulipia kwa kupiga nyota 150 nyota 50 nyota 1 leli, then unaweka namba ya kampuni ambayo ni 610 251 28. Baada ya hapo unaweka kiasi, kwa siku ni shilingi 1000, kwa wiki 5000 na kwa mwezi ni 1015. Lakini kwa VIP unalipa shilingi 30 kwa siku 5. Baada ya hapo unaweka namba ya simu, kwa sababu unaweza kutumia Jamvika na Salamba kutumia mtandao wote ambao unakamata Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Badala ya pale ukiweka namba yako ya siri utapokea ujumbe kutoka Safaricom na Salamba TV ukiwa umejiunga kwenye kifurushi cha Jamvika na Salamba, either cha siku, cha wiki au cha mwezi au VIP. Bwana, mimi nikupongeze wewe ambao ulituchagua na kutufuatilia toka mwanzo mpaka mwisho. Lakini nikwambie tu kwamba jina langu naitwa Cisco Juma ya kamera kwa Uncle Vuma Zela Busara. Hatuna la ziada. Maneno mazuri yamezungumzwa naye hapa Dominic Salamba. Wapinzani wa Yanga umepata kuwasikia bwana. Silver Striker hao ndio wapinzani wapya. Je, Young Africans atakata tiketi ya kutinga hatua inayofuata, ama shughuli yake inaweza ikawa nzito alafu Silver Striker wao ndio akatinga hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika? Ni swala la muda. Itoshe kusema tukutane tena muda na wakati mwingine. Waila leka, maasalam.